Watanzania, nimekuwa nikiwaimbia kwamba hii nchi uhuru wetu kamili ni kuimiliki ardhi yetu. Sasa kuna hizi video nimetumiwa na mtu wa Kigoma. Kuna watu wamekwenda Kigoma, wamekwenda na vifaa vya kuchimba madini. Hawajaongea na wana Kigoma, hawajaongea na mtu yoyote. Raia wa Kigoma, wao wamechukua vifaa vyao, wamekwenda moja kwa moja kuchimba madini. Sehemu anayochimba madini ndiko panakopatikana vyanzo vya maji watu wanaotumia. Tengeneza picha hii katika kichwa chako. Ardhi ya wana Kigoma ingekuwa ni ya wana Kigoma, wanaitunza, wangekuwa na akili ya kijinga kiasi hicho kwenda kuharibu chanzo cha maji yao ya kunywa. Watanzania, nchi bado sio yetu. Ili nchi iwe yetu, lazima tuwe na mamlaka na ardhi. Usiongee kama Mange Kimambi uniambie kwamba angekuwa ni Chadema hichi kisingefanyika. Usiongee kama wapumbavu wanaoitwa wanaharakati. Mmiliki wa ardhi ni wewe. Hii ardhi bado ni ya mkoloni. Maana huyu bwana mpaka anafika kwenye hicho chanzo, utamsikia RC hapo anavyojikanyaga. Sio kwamba RC hajui kwamba huyu mtu amepewa hii ardhi kutoka kwa mkoloni huko juu. Kwa hiyo amekuja haongei na mtu, yani anadharau kila mtu. Kwa sababu tayari ameshapewa na mkoloni. Mmiliki wa nchi ni nani? Ni mkoloni. Mkoloni aliipataje? Si aliwanyang'anya babu zetu? Nchi ingekuwa chini ya JKT kama ninavyopiga kelele, hivi JKT ya Kigoma ingekubali kufanya ilichokifanya? Naomba kwanza usisikilize, sitaki niongee sana. Maka concern yangu kubwa nitaka watu wa NEMC. Watu wa NEMC mko hapo? Nipo. Hebu tuambie, manake basically kuna principle zina govern mtu anapotaka kufanya shughuli zozote, hatakiwi kufanya mita kadhaa ndani ya mto. Lakini inaonekana kila kitu kinafanyika ndani ya mto. Sio? Au ikoje? Mimi sioni vizuri. Hii activity inayofanyika ni ndani ya mto au ni nje ya mto? Ndani ya mita 60. Ndani ya mita 60. Kwa hiyo tumetoa vibali wafanye hizi activities zao za mining na vitu vingine, au kibali mlitoa vipi? Kibali tulitoa kwamba hamna activity ambayo inaruhusiwa kufanyika ndani ya mita 60. Kwa maana hiyo hao wanachofanya wanakiuka taratibu, sio? Wanaenda kinyume na sheria. Mlifanya ukaguzi kuona wanafanya hii na mkawapa maelekezo kwamba simama wasiendelee kufanya? Tulifanya ukaguzi na tukaambiwa watoke ndani ya mita 60. Wakasema kwamba watatoka. Walitoka? Hatukurudi mara ya pili. Kwa nini? Kwa sababu mmeshatoa maelekezo kwamba msifanye kazi ndani ya mita 60, sio? Na mkaelekeza kwamba watoke. Hawajatoka, mmechukua hatua gani? Maana hii ni serikali na maelekezo. Mtu yeyote anayetaka kufanya kazi ya uwekezaji lazima afuate utaratibu, sio? Sheria zetu zipo za govern maeneo yetu. Sasa kama tumetoa maelekezo kwamba si sahihi kuchimba ndani ya mita 60, lakini yeye anaendelea kuchimba ndani ya mita 60, huoni kwamba anakiuka taratibu na ni jeuri ambayo haina maana, sio? Ndio maana nauliza NEMC mlichukua hatua gani? Mlitujulisha kwamba kuna tabu imefanyika tuweze kuchukua hatua? Tuliwapa maelekezo mkuu, wakasema kwamba watayafuata. Sema tu tukurudi mara ya pili kuja kuangalia kama maelekezo yamefuatwa. Mheshimiwa DC, wewe hukuona kwamba wanafanya hii kazi ndani ya mita 60? Na kama uliona ulichukua hatua gani? Hapa kwa mujibu wake una vyombo. Hao wataalamu sisi tuliomba watupatie zile ripoti ambazo mpaka sasa hivi bado hawajatuletea. Walikuwa wameahidi siku ya Alhamisi watazileta. Waandishi wa habari, nafikiri mnaona haya ni maeneo yetu. Hata kama leo tusipochimba, wajukuu wetu watakuja kuchimba. Hatuna haraka sisi, sio? Lakini watu kule chini wanalalamika kwamba wanakunywa maji machafu kwa sababu ya kazi tunazofanya huku. Sasa hatuwezi kubali swala la namna hiyo liendelee kufanyika. Si sawa na si utaratibu. Na hao watu wanapoambiwa kuchimba, na watu ndugu zetu wa madini, idara zetu za madini, ni kwamba wanapewa masharti wafanye nini na wasifanye nini. Sasa wanapokiuka, watafanya ni jeuri ambayo haina maana. Kwa hiyo maelekezo yangu ni kwamba kuanzia sasa, Mheshimiwa DC, yes, una vyombo vya ulinzi na usalama. Haya maeneo yao reserved, yabaki kama yalivyo. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba hawa ambao ndio walikuwa wanachimba warudishie haya mashimo. Wasawazishe baki kwenye hali ambayo inaridhisha. Kwa sababu hawakuta mashimo haya
hawakuta bado ndio mweka haya mashimo. Kwa hiyo la msingi ni kuhakikisha kwamba wafukie haya mashimo. Lakini hata nilikuwa najiuliza hao watoto wetu wawili wamefariki vipi? Wamefariki kwa sababu ya haya mashimo. Kwa hiyo OCD yuko hapa. Nipo hapa. Tuchunguze, je, ni uzembe wa watu gani? Watoto waliingiaje kwenye maeneo haya mpaka wakafa? Basi tuchukue vitu for granted. Watanzania wawili wamekufa kwa sababu ya uzembe wa hao ambao wamechimba mashimo. Alafu tunachukua Watanzania tunakwenda kuwazika simply, tunachukua kirahisi wakati kuna uzembe umefanyika. Angalieni sheria zetu zinasemaje. Kama kuna makosa ambayo wamefanya hawa ambao wamechimba ya mashimo wa take precautions, tuweze kuchukua hatua. Ndio cha kufanya. Lakini Watanzania wenzangu, ninachosema, mtu yote akifika hapa hata kama hajui sheria, unachimbaje ndani ya mto? Na wala ambao unasema wavuvi haramu, wanafanyaje uvuvi ndani haramu na tuna vyombo? Vyombo vyetu vichukua hatua, vyombo vyetu tufanye kazi. Na ndio maana tupo na tunalipwa kodi na Watanzania. Sasa kama hatuwezi kutimiza wajibu wetu, tunategemea nini? Manake mwisho wa siku serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania italamiwa. Na anakuja kulalamikiwa zaidi ni Mheshimiwa Rais. Jambo ambalo kwa kweli si sahihi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kuanzia sasa maelekezo yangu ni hayo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba vyombo vitake charge kuhakikisha ya maeneo tena hizi activities zingine hazifanyiki mpaka hapa tutakapokuja kuridhika kwamba utaratibu umefanyika, waje na document, kwa sababu kwanza anapata taarifa kwamba hata hatujui wanachimba kuanzia wapi wanaishia wapi. Na hii mikataba ambayo wamepewa sidhani kama imeletewa kama wilaya angalau kuipitia kuiangalia imekaaje. Na wenzetu huko juu wakati mwingine wanapotoa haya maamuzi ni vizuri wakashirikisha kamati zetu za siasa katika mkoa. Ni jambo la msingi sana. Lakini mtu anakuja tu ni mwekezaji, anafika, anafanya mambo anayotaka, mwisho wa siku anajiamulia kufanya jambo lolote analofanya. Sasa complaint nyingi tumepata, watu wanakunywa maji machafu. Viumbe huko chini vinakufa ambavyo vinategemea maji ya mto huu. Si jambo sahihi ambalo kwa kweli kama serikali hatuwezi kulikubali. Ndugu zangu, mmenielewa? Mmenielewa vizuri? Askari, mmenielewa? Ndio wajibu wenu kwa sababu mnalipa kwa kazi hii. Wewe kuanzia leo hii kazi sifanyike, watuletee kwanza ule mkataba. Constantino Tadeo Benge ni mkazi wa kijiji hiki. Nadhani leo nina kama zaidi ya miaka 10. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunaishi humu, serikali ilikuwa inatuhimiza sana, jamani msiharibu vyanzo vya maji. Jamani tunzeni maji, msiingie sana, msifieke kule mpaka kule kwenye mto. Na kiukweli wengi wetu tulikuwa tunatii, tunafanya hivyo. Lakini leo cha ajabu mimi nashangaa, serikali hiyo iliyokuwa inatuambia tulinde maji, tusifanyeje, tusilime mpaka mtoni, ndio imeenda kuruhusu mtoni pale watu wanaoshia mle. Sasa mimi swali kwa serikali, je, hivi kati ya serikali na huyu mkulima nani anayechafua vyanzo vya maji zaidi? Logic ya kawaida. Alafu kitu kingine, mimi ninachoamini ni kwamba hivi serikali kama serikali, sijajua mali na wengine hapo, siamini kama serikali inaweza kaingia au haitambui kabisa kwamba hivi maji haya yanachafuliwa. Itakuwa inatambua, na kama inatambua maana iliingia ubia na wale jamaa, na kama imeingia ubia najua watu wanatumia haya maji. Hamna alternative nyingine ambayo imewahi kutumika kabisa kwamba hivi hawa watu ambao wanakuwa wanatumia haya maji tunaenda kuwatoa, maji yatachafurika. Sasa kama maji yanachafuka, hawa watu tunafanyaje? Yaani serikali kweli inaweza kaingia kweli mkataba wa kuchafua maji pasipo kuangalia watu? Leo sasa hivi basi mtuletee na dawa. Sasa hivi watu wakiingia humu wanakunywa mercury. Kule mambo yanakuwa hapo. Kila siku yani hakuna kazi inayoendelea kwa sababu ya haya maji. Na serikali viongozi wote tunao, lakini mimi siamini serikali ipo kabisa, kila siku tunaishinda nao. Haijui kabisa kwamba tangia mwaka jana mwezi wa 4 maji yanachafuliwa yale. Haijawahi kuingia kwamba hivi bwana tutafanya hivi, watu hao watakuwa wanapata maji haya kwa njia mbadala. Njia mbadala ziko wapi? Matokeo yake tunaletewa pale bomba pale, tenki, mwisho wa siku uchaguzi umeisha, basi na tenki wanachukua wanarudisha hivyo. Sasa tunaishije? Tunapomoana au tunasaidiana? Tukija hapa tunaomba jamani, serikali CCM tunawapa kura. Mkimaliza kura hao, sisi huku tunabaki tunaishi hapa. Tunaishije? Kweli ni kweli hamjui kabisa kwamba pale hivi maji yanachafuliwa? Na kama mlikuwa mnajua,
mmechukua nani gani? Tulitegemea kabla ya kuja nyie mtuambie jamani, tumeshaweka sample moja hapo ya kisima hichi hapo kinakuja kinakimesha chimbwa au kinachimbwa. Baada yake tumemuuliza kiongozi pale akatuambia tulianza gari likashuka kupita. Haya leo tena tunaambiwa tuchange. Hilo gari ambalo lilishindwa kupita linapita hii barabara haijanani basi bado tanani. Kwa hiyo inakuwa ni yale ya serikali. Tungepaswa akatuambia tu ukweli. Akituambia kwamba maji yamechafuliwa wakati tayari kuna bunge limevunjwa. Tumeingia kwenye harakati za kampeni. Sisi kama wananchi wa Kihomoka ambao tunaathirika na huo mto tuwetu kukubana sana. Kwa sababu huyu mwekezaji alienda kuwekeza kule na kuanza kuchimba, hakuenda bila kupitia serikalini. Na kama alipitia serikalini, uongozi wa serikali hiyo ambao leo umefika hapa kuja kutuambia habari ya kwamba unashughulikia maji, ndio inawezekana walifunga mkataba naye na wakaacha kuusimamia ule mkataba, akaanza kufanya kazi kwa kujiongoza na kufanya madhara kwetu sisi, lakini hawakuweza kumfuatilia. Lakini leo hii viongozi wamefika hapa, ikibidi kabisa, na waliohusika kufunga mkataba huo kwenye mkutano huu tunao, ila wanatuzunguka wanatuambia tunataka twende tukafanya haraka tumwangalie kwa nini maji yanachafuka. Ulipokuwa unafunga ule mkataba hukumpa maelekezo? Mchimbaji wa dhahabu ana leseni, ana vibali, anapitia katika TRA, analipa mapato katika wilaya hii. Leo hii wewe unakuja kushtuka eti sisi tumeona maji yamechafuka. Hukumpa utaratibu kwamba chimba bwawa kwa ajili ya maji ya sumu, chimba bwawa kwa ajili ya kumwaga maji machafu. Mkataba wako uliufungaje? Na kama wapo waliofunga huo mkataba, tunaomba watueleze walifungaje huo mkataba mpaka sisi tunaathirika huku. Leo hii mtaka tunakimbia miezi 6. Naomba kuwakilisha. Jina mimi ni Simon Mabula Segeso. Mola sana. Waona baingi tumeweka mtu mdogo kwanza, mdogo bila shukuru kwanza. Ninaona mkimbia kazi, mkika kazi kila kitu. Tumempa kula hapa nyingi. Naomba jamani, hebu saidieni huyo jamaa aliyochimba dhahabu wanatoa na peleka kwao. Muende mkamwambie kwamba hangalia mchimba la dimbwi ayaachie maji ya angalau kidogo na sisi apite maji mazuri hayo. Anatutosha. Kama matakia changamoto ya kwamba tuwachimbie hawa, achimbe dimbwi aachie mtu uje na sisi tupate maji mazuri. Mimi ningekuwa kwamba mja afika mtoni ningekimbia maji nialete hapa muyaone, nilikuwa wazi. Lakini sasa huku mnaduziba na huku mnaduziba. Mnasema kwamba mtoni mmeshafika. Mimi ningekuwa wazi kuchukua ndoo ukimbia maji hapa mtoni. Jamani, tuharumieni maji angalau. Bala hata mwache. Maji tu. Mimi namaliza hapo. Wa Tanzania, dawa ya tatizo kama hili sio lingine. Dawa ya matatizo haya ni JKT. Kuna watu wanafikiri ninavyosema JKT, nataja lile JKT headquarter. Nchi ikishakuwa chini ya JKT, wewe ndio mmiliki. Serikali ya mkoa wa Kigoma, ya wananchi wa Kigoma walioichagua wenyewe, sio serikali iliyochaguliwa na rais ambaye kwenye mabano weka mkoloni, isingekubaliana na ujinga huu. Kwa sababu mnapokuwa na strategic location, hiyo ni strategic location maana yake sehemu inapatikana chanzo cha maji, uhai wa mwanadamu. Hiyo location inalindwa na serikali ya mkoa yote. Kwa sababu hiyo sehemu itakuwa kuna serikali ya hapo, local government kama ninavyopigia kelele. Lakini hiyo sehemu haiwezi kumilikiwa tu na local government ya hapo. Yaani serikali ya mkoa na locals za hapo, kwa sababu maisha ya mwanadamu yanaendeshwa na hiyo sehemu. Sio, unanielewa mtu mwenye akili ndogo? Hiyo ni strategic location. Lakini muundo wetu wa kiserikali ambao ni wa kikoloni, mtu ameiona sehemu strategic, haongei na watu wa pale, anakwenda kwa mkoloni anamkabidhi. Dawa ya madhila haya sio Chadema wala Chauma. Dawa ya madhila haya ni nchi ipewe JKT. JKT ni mimi na wewe na yule. JKT haiwezi cooperate centrally, iko decentralized. Kuna JKT ya Kigoma, kuna JKT ya Kilimanjaro, kuna JKT ya hawa wakikaa pamoja ndio wanatengeneza single JKT. Mfumo wetu wa kiutawala ni rahisi sana kuwanyonya wengine na kuwa kama Baresa mnavyowaza.
ni rahisi sana kuwa kama GSM. Huku tukipiga kelele homeless wanatoka wapi? Huku tukipiga kelele magonjwa yanaongezekaje? Dawa ya hii nini? Tutapata tu nchi yetu. Kumbuka South Africa ndio wanautafuta uhuru. Uhuru ni ardhi. Nashukuru sana ndugu yangu uliyenitumia hizi video. Wa Tanzania, dawa ya madhila haya ni nini? JKT. JKT ni nani? JKT ni kila Mtanzania aliyezaliwa ndani ya Tanzania. Tuelimike, tusio wasomi.